Nikukumbushe mambo manne kwa ajili ya meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni moja ya sakramenti ambayo Yesu aliacha akiwa anaondoka duniani. Maana ya sakramenti tunasema ni tukio takatifu la kumbukizi ya jambo fulani la kimungu, ambalo jambo hilo likiwa linatendeka linaruhusu nguvu za Mungu kujifunua katikati ya maisha ya watu. Sisi kama Wakristo tuna sakramenti kubwa mbili ambazo Yesu aliziacha. Huko kabla Yesu ajaja kulikuwa na sakramenti nyingi sana, lakini Yesu alipokuja duniani, alipokufa msalabani, alipofufuka, aliacha sakramenti kubwa mbili. Mojawapo tunasema ni sakramenti ya meza ya Bwana, nyingine ni ubatizo. Leo tunaenda kutekeleza sakramenti ya meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Au ushirika mtakatifu. Na ni vizuri nikukumbusha mambo manne, kwa sababu ukweli ni kwamba kila tunapoenda kushiriki meza ya Bwana, usije ukaishiriki kwa mazoea. Ukishiriki kwa mazoea hautapata faida, utapata hasara. Naeleweka? Amen. Utapata nini? Yes. Hasara badala ya faida. Kibiblia meza ya Bwana ilianzaga kwenye Agano la Kale, kipindi wana wa Israeli wako utumwani kwenye nchi ya Misri. Ukienda kuangalia kile kitabu cha Kutoka kuanzia ile sura ya 10 na kuendelea, inazungumza na ile sura ya 11 inazungumza yale mapigo ambayo Mungu aliagiza kwamba wa Misri watapigwa mapigo. Moja ya pigo la mwisho lilikuwa ni pigo la kuuawa kwa mzaliwa wa kwanza wa kila Misri. Ile sura ya 11 inaelezea kwamba 11, Kutoka sura ya 11 mstari wa kwanza ndipo meza ya Bwana ilipoanza. Kutoka sura ya 11 mstari wa kwanza. Kabla sijaendelea, ngoja nikushukuru Mungu alafu tuendelee. Bwana Yesu, nakushukuru kwa asubuhi ya leo uliyotupa. Asante Roho Mtakatifu kwa yote uliyotuhudumia. Tunaenda kujifunza neno lako la uzima, lakini pia neno hili la uzima litatupeleka kushiriki meza ya Bwana. Nauliza neema yako, nauliza uwezesho, nauliza kibali, nauliza nguvu zako Bwana, ziende kutuhudumia mahali hapa. Roho Mtakatifu usipungukie yeyote, bali neema yako ikazidishwe kwetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na tuseme amen. Amen. Sura ile ya 11 kitabu cha Kutoka ndiko meza ya Bwana ilipoanza historia yake. Biblia inasema 11 mstari wa kwanza inasema, Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri, baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huko, naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huko kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Pia andika kama unaandika ili ukasome, lakini mimi nitasoma ule kuanzia mstari wa 12. Sura ya 12 nitasoma kuanzia mstari wa 12, ila ili upate vizuri anza kuanzia mstari wa kwanza. Sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza ndio inaelezea meza ya Bwana ya kwanza, au ushirika mtakatifu, au inaitwa Pasaka ya Bwana. Amen. Ushirika mtakatifu, meza ya Bwana, Pasaka wa Bwana, hiyo yote maana yake ni moja. Watumishi wa Bwana mnaelewa? Ni maneno tu ambayo yametumika katika mazingira tofauti tofauti, lakini yanabeba maana moja. Ile Kutoka sura ya 12 mstari wa 12, Biblia inasema hivi, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku ndiko meza ya Bwana ilikoanza, na sababu ambazo Mungu anazisema hapa nyuma, aliwapa maelekezo ya kuchinja mwanakondoo. Anasema kila mwanafamilia ambapo Wayahudi wapo wachinje mwana kondoo au mwana mbuzi, na anasema wakishachinja
aliwaambia damu ile ya yule mnyama wataipaka kwenye miimo ya mlango. Mlango si huo jamani, aliwaambia wapake hapo juu. Miimo ni nguzo hapo juu ya mlango, kwa nje wapake ile damu. Anasema kwa nini wapake ile damu? Ikifika mida ya usiku, siku hiyo aliyowapa hiyo siri, anasema malaika mharibifu atapita. Nyumba yoyote ambayo ataona kuna damu mbichi juu yake, maana yake anasema atapita juu yake. Mzaliwa wa kwanza kwenye hiyo familia hatakufa, ila nyumba yoyote ambayo hapana damu mbichi ya mwanakondoo nje, maana yake yule malaika mharibifu ataingia, atapiga mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na wanyama na kila chenye uhai kwenye ile nini familia. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Bwana. Maana yake hilo tendo lilipofanyika, kama kuna Misri alikuwa na mahusiano mazuri na Myahudi, akampa hiyo kodi, umeelewa? Kwamba bwana, tumeambiwa tuchinje nyama tupake damu. Kama kuna Misri na yeye alipaka damu juu ya mwimo wa mlango, na yeye kwenye familia yake mtu hakuuawa wala mnyama hakufanyaje, hakuuawa. Nini? Kwa nini hili tendo Mungu alilifanya na kwa nini sisi tunalifanya leo? Linafanana kama lililofanyika kule, ila vitu vilivyotumika vinatofautiana, ila ujumbe ni ule ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii meza ya Bwana ilianza kufanyikia nyumbani. Ilianza wapi? Nyumbani. Pasaka ililiwa. Agano la Kale ilikuwa inaitwa meza ya Bwana, ilikuwa inaitwa Pasaka wa Bwana. Umenielewa eh? Hii Pasaka ilifanyika na sababu zinazotolewa hapa. Anasema ile damu iliyoko pale, ambayo damu ile inamwakilisha sasa Yesu Kristo aliyekuja baadaye kumwaga damu yake, ndiye mwanakondoo. Simesikia Yesu anaitwa mwanakondoo, si ndio eh? Anafananishwa na yule mwanakondoo wa kipindi kile. Ile yeye ndio mwanakondoo halisi. Damu yake sasa haipakwi tena kwenye nyumba zetu, ila damu yake inapakwa kwenye maisha yetu. Pale tu tunapomwamini Yesu, tunakuwa tayari hiyo damu imemwagika kwa ajili yetu. Hatutapatwa na uharibifu wa aina yoyote. Mtumishi wa Bwana, tunaelewana? Sasa meza ya Bwana unaweza ukashiriki hata ukiwa nyumbani. Ngoja niwaambie hichi kitu. Meza ya Bwana ina maana. Nitataja sababu 4 hapa za kuwakumbusha kwa nini tushiriki. Lakini hii meza ya Bwana kwa mujibu wa Biblia unaruhusiwa kabisa, ukijua ninachokifanya, hata ukiwa nyumbani kwako, una uwezo wa kuiandaa meza ya Bwana ukashiriki wewe na familia yako. Dini imetuambia meza ya Bwana wanashiriki kanisani, si ndio watumishi wa Bwana? Lakini kwa mujibu wa Biblia meza ya Bwana ilianza kufanyika wapi? Nyumbani. Mpango wa meza ya Bwana ni kuisaidia kila familia ione udhihirisho wa nguvu za Mungu kupitia kuamini mauti ya Yesu Kristo pale msalabani, ile damu yake. Kwa meza ya Bwana katika Agano la Kale ilifanyika kwenye familia. Watu wa Mungu, tunaelewana? Sasa meza hii ya Bwana, wana wa Israeli waliambiwa waendelee kufanya tendo hilo kizazi mpaka kizazi. Yesu alipokuja duniani alikuta wana wa Israeli wanatekeleza Pasaka, inaitwa Pasaka ya kuchinja, lakini walikuwa wanaifanya kwa mujibu wa mapokeo ya Agano la Kale. Yeye alipokuja akawaambia, sasa sikilizeni, kuanzia sasa hamtachinja tena nini? Mnyama, ila mimi ndio mnyama mwenyewe. Kwa nini? Ninaenda kumwaga damu yangu kwa ajili yenu nyie, lakini mwili wangu ambao utaenda kugongwa misumari, utachomwa na ule mshale au mkuki kwenye ubavu. Mwili wangu mimi ndio ule mkate usiotiwa chachu, ndio kwa mnakula kule, ulikuwa unawakilisha nini? Mwili wangu. Na akawaambia wanafunzi wake kwenye ile Injili ya Luka sura 22 mstari wa 14 mpaka 20. Tusome hapo kwa ajili ya kukumbuka. Kulitokea mabadiliko, lakini lengo ni lile lile. Mabadiliko yalitokea toka Agano la Kale kuja Agano Jipya. Injili ya Luka, ukielewa hii kitu ni muhimu sana. Ndio maana watu wa giza wanaelewa maana ya meza ya Bwana, na wenyewe wana meza zao za Bwana za kishirikina. Ndio maana unasikia washirikina wanakunywa sijui damu za watu, wanakula sijui nyama za watu, wanajaribu kuigiza meza ya Bwana, lakini wao wanaifanya kwa mamlaka zao za kipepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii tunasema ni silaha mojawapo ya kiroho, ni eneo la mtu aliyeokoka kupata nguvu za kiroho kama anaitekeleza akiwa na akili na ufahamu. Injili ya Luka sura ya 22 kuanzia mstari wa 14. Sura ya 22 kuanzia mstari wa 14. Yesu analeta geuzo. Anawaambia sasa, mkiwa mnafanya hivi msichinje tena kondoo.
Sura ya 22 mstari wa 22, kwanza mstari wa 14. Tumefika. Biblia inasema hata saa ilipofika aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata nitakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi. Maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Walakini tazama, mkono wake yeye anayenisaliti yuko hapa pamoja nami mezani. Kwa kuwa mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyokusudiwa, lakini ole wake mtu yule amsalitie. Lakini nilichotaka uone kuanzia mstari wa 14 kwenda hapa mbele, alipopokea kikombe ili anywe, aliwaambia, hichi kikombe jamani, sio kikombe tena cha kawaida. Kuanzia leo mkinywa divai, mkinywa kinywaji, mtakuwa mnakunywa damu yangu. Na alipoambia wanafunzi wake hapo, walitaka kumkimbia, maana wakaona anaongea mambo ya kishirikina. Yaani yeye eti wanywe damu yake, ili biashara inatoka wapi? Umeelewa? Walipokuwa nakula mkate, alimwambia, huu mkate mtakao kula kibinadamu mtaona mnakula mkate, lakini mtakuwa mnaula mwili wangu. Watu wa Mungu, tunaelewana? Kwa nini Yesu aliwaachia hilo agizo? Utasoma tuna na Injili ya Mathayo sura ya 26 mstari wa 26. Mathayo 26 mstari wa 26 inazungumza sababu. Mathayo sura ya 26 mstari wa 26, meza ya Bwana. Anawakumbusha kwamba huo ndio mwili wake. Mathayo 26 mstari wa 26 anasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la nini? La dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tushiriki meza ya Bwana majumbani mwetu na hata kanisani? Sababu ya kwanza, tunasema meza ya Bwana tunaposhiriki watu tuliookoka ni tamko la kiroho la kuanza kwa agano jipya. Meza ya Bwana ni tamko la kiroho la kuanza kwa agano jipya. Injili ya Mathayo sura ya 26 mstari wa 28. Injili ya Mathayo sura ya 26 mstari wa 28. Agano lolote ili liwe hai tunalihuisha. Ndio maana kwenye ulimwengu wa giza, mwisho wa mwaka, si mnajua yako maajali mengi yanatokea. Kwa nini yanatokea? Watu wa giza wanahuisha maagano yao na kuzimu kupitia kumwaga damu za nini? Za watu. Sisi watu wa nuruni tunahuisha agano ambalo Yesu amefanya na sisi kwa kushiriki kula tena mwili wake na kuinywa tena damu yake. Unakula mwilini, lakini rohoni unaimarisha agano jipya. Injili ya Mathayo sura ya 26 mstari wa 20 na ngapi? Na 8. Biblia inasema hivi, kwa maana hii ndiyo damu yangu. Anasema kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la nini? La dhambi. Mtumishi wa Bwana anaeleweka. Kwa nini tushiriki meza ya Bwana? Ni tamko la kwanza kwa agano jipya. Kama unaamini umeokoka, unamwamini Yesu Kristo, unaposhiriki unamwambia Yesu, unaziambia mamlaka za giza kwamba naamini mimi ni mnufaika wa agano jipya. Watu wa Mungu, tunaelewa? Sababu ya pili, kwa nini tuendelee kushiriki meza ya Bwana? Tunasema ni ukiri wa imani ya kwamba Yesu Kristo alikufa na alifufuka kwa ajili yetu. Si unajua dini ziko nyingi duniani, ila na imani ziko nyingi duniani, ila sio kila imani inakiri kwamba Yesu Kristo alikufa na kufufuka kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo sisi tunaposhiriki ni tendo la ushuhuda ya kwamba tunaamini na tunakiri kwamba
Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi za mimi na mtu mwingine, na kupitia kufa kwake damu yake ndio inayotutakasa, ndio inayotusafisha makosa yetu, ndio inayotuondolea hatia zetu. Kwa hiyo tunaposhiriki meza ya Bwana tunasema ni ukiri wa imani ya kwamba Yesu alikufa na alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Korintho sura ya 11 mstari wa 20. Ili ni tamko la imani la kukubali na kukiri kwamba ninaamini ya kwamba Yesu alikufa na alifufuka kwa ajili yangu. Waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Korintho sura ya 11 mstari wa 20 mpaka wa 30. 11 waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Korintho sura ya 20 mpaka wa 30. Biblia inasema hivi: basi mkutanikapo pamoja haiwezekani kula chakula cha Bwana, kwa maana kila mmoja hutangulia kutoa chakula chake katika kule kula. Hata huyo ana njaa na huyo amelewa. Je, hana nyumba za kulia na kunywea? Au mnalidharau kanisa la Mungu na kuwatahayarisha hao wasio na kitu? Niwaambieni, ni wasifu? La, si wasifu kwa ajili ya hayo, kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Umesikia hiyo tamko kwamba tunapokula tunapokunywa tunaitangaza nini? Mauti. Ukisikia mtu ameokoka alafu anakuambia mimi sishiriki meza ya Bwana, siamini meza ya Bwana, maana yake anasema mimi bado sijaokoka. Maana yake siamini kwamba Yesu Kristo amekufa na amefufuka kwa ajili ya maisha yangu. Watu wa Mungu, tunaelewana? Tunaelewana? Niangalie mimi, yule mtoto tu bado hata hajaumia, yuko kwenye mazoezi ya ukuaji. Kwa wapi? Amen. Anasema mlapo na mnywapo mnatangaza mauti ya nani? Ya Kristo. Anasema huu ni ukumbusho wangu. Watu wa Mungu, tunaenda pamoja. Lakini pia sababu ya tatu kwa nini tutashiriki leo, tunasema tunaposhiriki meza ya Bwana ni fursa ya kupokea uponyaji wa miili na nafsi zetu. Ngoja niwaambie kitu. Kuna baadhi ya madhaifu, kuna baadhi ya magonjwa yaliyoko kwenye miili ya wanadamu. Unaweza ukakemea kila aina ya mkemeo, ukasema kwa jina la Yesu, kwa mamlaka, kwa damu, hata ukaamua kutumia mate ya Yesu, utaona upenyo, utaona kufuka. Ila kama ukiandaa meza ya Bwana, tunasema unapoandaa meza ya Bwana unairuhusu mbingu ijifunue duniani, ipambane na kila miungu ambayo ulikuwa huwezi kuikemea, ili ikuachilie toka pale ambapo umekwama. Watu wa Mungu, unaeleweka? Meza ya Bwana ni sehemu ya mimi kama mwana wa Mungu kupokea uponyaji wa maeneo mbalimbali ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaendelea hapa kwenye hii waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Korintho. Naomba niendelee hapa kuanzia ule mstari wa 27. Kinyume chake pia hivyo hivyo, kwamba meza ya Bwana inaweza ikawa ni sehemu pia ya kupokea magonjwa kutoka rohoni. Hii kitu lazima unielewe vizuri sana. Naomba nisome sura ya 11 kuanzia mstari wa 27. Biblia inasema hivi: basi kila aulaye mkate huo au kukinywea hicho kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kuto kupambanua ule mwili. Sikia mstari wa 30. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Ukisikia anaposema wako watu ambao ni nini? Dhaifu. Anasema wako wengi, kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu. Umesikia hiyo habari? Maana ya kutokuwa mtu hawezi na dhaifu na maana ni mgonjwa. Tunaelewana eh? Na anasema na watu kadha wa kadha wamelala. Maana ya kulala hapa sio kusinzia, wamekufa kifo kabisa cha kimwili. Bwana Yesu asifiwe.
Mimi nimewahi kukutana na jambo halisi hichi kinachozungumzwa. Kuna eneo moja tumewahi kwenda kuombea baba mmoja na alikuwa mgonjwa hajiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Tulipomwombea alikuwa na mambo haya ya shirikina, si ndio? Bwana akamponya, akamfungua. Moja ya jambo tulilomsihi sana, tukamwambia hivi, achana na njia za giza. Umeamua kuokoka, si ndio? Usirudi tena, kwa sababu haya magonjwa na huo udhaifu uliokuwa kwako, huo udhaifu umefunguliwa mlango baada ya wewe kutembea kwenye njia zisizofaa. Sasa yule baba baada ya muda akarudia afya alikuwa nayo, akarudia njia yake ya mwanzo. Aliporudia njia yake ya mwanzo, zile roho chafu zilizotoka kwake zilirudi kwa nguvu, akawa mdhaifu. Sasa kwa mujibu wa dini yake ambaye alikuwa anaenda kusali, walikuwa naamini hivi, mtu akiwa mdhaifu kabla hajakata roho inabidi waje kumshirikisha meza ya Bwana. Simesikia vitu vya namna hiyo, kwamba inabidi apate ushirika mtakatifu. Kama huyo mtu anaenda kupewa ushirika mtakatifu, hajatengeneza mambo yake, ile ndio tiketi ya kifo. Sio kwamba anaenda kusaidika yule mtu, si kama naelewa hichi kitu. Ndio anaenda kumpa nini? Tiketi ya kuisha. Kwa nini? Meza ya Bwana inapotendeka sehemu, tunasema ni tukio la kiroho ambalo linaruhusu nguvu za Mungu kujifunua katikati ya maisha ya huyo mtu. Sasa hapa Paulo mpaka aonye watu, anasema jamani, mtu anapotaka kushiriki meza ya Bwana, baadhi ya madhehebu wameweka mpaka sheria za kibinadamu kwamba kama hujafanya 1, 2, 3 usishiriki. Tunataka hizo sheria. Zile sheria hazina maana. Kwa nini hazina maana? Kuna mtu, Biblia hapa inasema sio mtu ahojiwe. Mnanielewa watumishi wa Bwana? Anasema mtu ajihoji yeye mwenyewe. Kwa nini? Kama mchungaji akikuhoji kwamba bwana wewe hali yako ya moyo umeitengeneza mambo yako na Mungu, akikuhoji ukamjibu kwa vigezo vya kikanisa, anaweza akakuponza. Kwa nini akakuponza? Akakwambia shiriki kwa sababu mambo yako sawa. Wakati Biblia inasema mtu ajihoji yeye, sisi kama anaeleka. Maana ya kujihoji ni mtu ajitafakari, aone kama anaona kuna mambo yake hajayaweka vyema, yeye mwenyewe aingie kwenye toba mbele za nani? Za Bwana, atengeneze. Asipotengeneza akashiriki, kwa sababu kibinadamu pia hivyo. Wewe ikionekana watu wote wanasimama wanaenda kushiriki meza ya Bwana, alafu wewe peke yako umekaa, kibinadamu tunene tu tuelezane, utajisikiaje? Si kama naeleweka? Uwezekano wa kuona watu wanaweza kaona mimi bonge la mtenda dhambi. Sio, umeelewa Unaona bora ninyanyuke na mimi niende nikashiriki. Sio, umenipata Au unajikuta huyo wewe mzee wa kanisa, usiku wake kuna mambo umeyakoroga, lakini wewe ndio unayeshiriki kuandaa meza nini ya Bwana. Na unaona kabisa Roho Mtakatifu anakushuhudia, mwanangu, kuna kitu hapa kijakaa sawa, tengeneza. Unasema sasa mimi ndio mzee wa kanisa na mimi nitangulia wapi? Mbele niwahudumia. Sasa nisipoenda nitaonekaneje? Unaamua kufanyaje? Kwenda kwa mujibu wa dini, uko sawa. Si kama naelewa. Ila kwa mujibu wa neno la Mungu ni eneo ambalo huyu mtu anaenda kubeba magonjwa, anaenda kubeba uharibifu badala ya kutokea nini? Uponyaji. Yule baba alipoanza kubadilika ile hali, kiongozi wake mmoja akakimbia, akaenda kumpaka mafuta na kumshirikisha mezani ya Bwana, akakata moto. Tukaenda vipi? Wakaanza kusema kumbe walokole wakishamwombea mtu akawa mzima hadi anaanza kutembea, anacheka, kumbe baada ya muda wanamuua kimekija. Simeelewa biashara. Sasa Mungu ambavyo sio Mohamed au sio Peter. Kipindi tunaenda pale, yule baba manake kabla hajakata moto sisi tulikuwepo, tuko pale. Ila tayari walishamuita kiongozi wake akamshirikisha meza hii ya Bwana. Tukauliza swali, wewe baba, umeshiriki meza ya Bwana? Ndio. Okay. Umerudia njia yako ya mwanzo? Akawa na guna. Atakifanya. Mjukuu wake wa kiume alikuwa pale pembeni, akamwambia babu, useme ukweli. Kwa nini? Asema wewe, kuna matunguli uliniambia unataka kuniridhisha mimi. Maana yake mimi si nilikataa. Maana yake huyu babu asemi ukweli. Sio unaelewa hii biashara. Tukamwambia mzee, umeshashiriki meza ya Bwana. Yaani umeongeza matatizo juu ya nini? Matatizo. Je, uko tayari kutengeneza? Anaendelea kujiuliza. Malaika mtu wa roho akapita naye. Bali kata moto tunamuona hivi.
asipigwe mawe, ni yule mjukuu wake. Akasema hawajamwombea afe huyu babu, ila yule babu alirudia njia yake uchawi. Sio kama naelewa kinachokizungumza. Kuna watu wengi huko makanisani wanaenda wakiwa wazima, ila anatoka kanisani anabeba ugonjwa. Anabebeje ugonjwa? Paulo anaonya hapa, anasema jamani, kuna watu wengi wamekuwa dhaifu, lakini anasema wengine wamelala. Maana ya kulala, wamekufa kabisa, kifo cha nini? Cha kibinadamu. Sasa hebu tuulizane swali. Kama mtu amepata ugonjwa kanisani, ameutoa kanisani, umeachiliwa na mbingu, alafu baadaye kuna mwanadamu anaweza kumuombea tena ugonjwa huo. Sio kama naeleweka eh? Naelewa ni watu mshomo. Biblia inasema kila mtu na ajihoji yeye mwenyewe. Usihojiwe na kiongozi yoyote. Ukiona kuna maisha unayapitia ndani ya moyo wako hajakaa vizuri, wewe hapo mwenyewe inama kwenye kiti, mwambie Baba, kuna mambo hapa hajakaa vizuri, nisamehe, unirehemu. Watu wangu naeleweka. Naeleweka. Lakini kama una udhaifu kwenye mwili, ukija kushiriki meza ya Bwana kwa imani kwamba ninaposhiriki Mungu umesema uko uponyaji unaachiliwa, mtumishi wa Bwana utapokea uponyaji. Ongea naenda pamoja na mimi. Jambo la nne na la mwisho kwa leo, tunasema kwa nini tuendelee kushiriki meza ya Bwana? Na mimi kama mchungaji wako nakutia moyo, shiriki meza ya Bwana kadiri uwezavyo, hata nyumbani kwako na watoto wako. Andaa meza ya Bwana. Kinywaji chochote kisicho na kilevi, iwe mmekosa biskuti, tengenezeni hata chapati, umenipata kata kipande, ombeeni hicho kitu, kwa sababu kinachobadilisha kuwa damu ya Yesu, kinachobadilisha kuwa mwili wa Kristo sio aina ya material, umenielewa? Ila ni imani unayoiweka wakati unaombea kile kitu. Naeleweka? Anasema tunaposhiriki hii tunatangaza ushindi wa kila aina ya vita ya kiroho kwenye maisha yetu. Meza ya Bwana ni sehemu ya kupata ushindi dhidi ya kila vita za kiroho kwenye maisha yetu. Tumesoma Kutoka sura ya 12 mstari wa 12. Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 mpaka 13. Wewe kuna baadhi ya mambo mpendwa, utayaombea, utapambana, utaambiwa toa kila aina ya sadaka ya kujigaragaza, ya kujimaliza, ya kujikata kichwa, kila majibu utaambiwa una laana za ukoo. Hivi laana za ukoo zinakuaga kwa Waafrika, tuwazungu wanaga laana za ukoo. Umenielewa eh? Utaambiwa kila aina ya kitu, lakini issue ni kwamba kuna mambo utayaombea, hupigi hatua cha kufanya. Karuhusu vita kati ya Mungu aliye hai na miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ruhusu nini? Vita. Unairuhusuje? Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 na wa 13. Biblia inasema wana wa Israeli walipokuwa na shiriki meza ya Bwana, Mungu anasema nitapita katikati ya Misri, nitaihukumu nini? Miungu. Watu wa Mungu, umenielewa? Mungu anaihukumu. Maana ya kuihukumu ni kuipiga, kuiangamiza, kuiharibu. Kwa nini? Utumwa waliokuwa nao wana wa Israeli Misri haukuwa utumwa wa kibinadamu. Ulikuwa ni utumwa ambao nyuma yake kuna nguvu za kipepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja wakati fulani hivi alikuwa sio rafiki mzuri, alikuwa ni rafiki mbaya kwangu. Ila kibinadamu, kwa yale ambayo tulikuwa tumeshatendeana, tumeelewana kweli kweli, kwa kweli nilikuwa naona kuachana naye kama mrafiki eti nikate network naye, yaani mbona kama kuna mambo hayakai vizuri. Ngoja niwaambie kitu. Sio kila rafiki uliye naye kwenye maisha yako. Yaani kuna rafiki unachukua, huyu rafiki ana mambo ya kishirikina. Unapoelewa biashara, ana mambo ya nini? Kishirikina. Ila kila ukijaribu kuachana naye uweke mbali, ndio kama anakuja hadi sebuleni kabisa. Umeelewa? Yaani pale unaposema sitakupokelea simu au nitakwambia simu betri imezima chaji, unakuta anakuletea betri. Yaani hiyo betri ile simu imezima chaji anakuletea betri hapa mtumishi. Sio, umenipata? Anataka muendelee kuwa na nini? Na mahusiano. Mpendwa, huo uhusiano sio uhusiano wa kawaida. Kwa nini? Kuna mambo yamefanyika rohoni. Wewe mtu, yaani nyie ni marafiki, lakini mmoja hapo ni rafiki na mmoja ni msukule wa mrafiki. Yaani kuna mmoja anatumikishwa kwenye urafiki. Nasema tu rafiki wa kawaida. Unanipata? Achana na hivyo visa vya urafiki wa kimahusiano. Mwakutana dada moja anapigwa matukio na mtu wa kiume. Unamuuliza, wewe akili zako ziko sawa? Haki ya nani? Sitarudi tena kule nilikotoka. Ngoja ipite wiki.
Anasema wote walionishauri ni wewe. Wewe biashara. Yaani wote ni wewe. Bora akanimaliza akaniue kabisa, mimi na shingo yangu apite naye. Unaelewa hiyo biashara? Nikamwambia dada mmoja, wewe ulianzaje mahusiano na huyu baba? Akaniambia mimi mwenyewe sielewi, ila kuna siku nilikutana naye njiani, akanipa mkono tukasalimiana. Aliponipa mkono tukasalimiana, kuanzia hapo akili yangu mimi aniaga kwake. Unaelewa hiyo biashara? Nikamwambia anza kuomba maombi ya kwamba akili zako timamu zirudi. Akawa naomba, ndio kama baada ya muda akanitumia message. Akaniambia mtumishi, naona shetani alitaka kukutumia utukome na mambo yetu. Yaani anachimba vitu kama nisiingilie mambo yao. Mambo kwenye hizi huduma kuna wakati zinachosha. Yaani anakutumia na ka note, ka voice note WhatsApp. Anasema mtachonga sana kisha mtalala. Yaani wewe leo bwana kuombea, wanakutumia sauti WhatsApp amekarekodi kwamba utachonga sana. Wao mambo yao ndio yataendelea. Baada ya muda katolewa leo. Anapiga simu. Mtumishi, niombe tu kwa Bwana aingilie. Amekupiga shetani au ni nani? Asema ni yule. Amefanyaje? Kanipiga. Nini kimetokea? Nini ambacho kilifanyika? Nilimuombea, nikamshauri mtu mmoja, nikamwambia kwa aina ya maombi ambayo tumeshaomba wewe, hali yako wewe sasa, wewe mshindani na mtu, unashindana na miungu. Sio kama naeleweka. Huyo mtu lazima mahusiano mlioingia sio ya kawaida ya kibinadamu. Kaenda kaomba msaada kwa nguvu za nini? Za giza. Naeleweka? Kwa hiyo akili yako wewe imepumbavu. Cha kufanya na wewe kaombe msaada kwa Mungu wako. Yaani Mungu wake na Mungu wako wapambane wao. Wewe tulia hapo pembeni. Sio umenipata? Akaniambia nafanyaje? Nikamwambia ni mkono nyepesi kabisa. Nikamwambia nunua biskuti hapo ulipo. Umenipata Chukua na juisi yoyote. Shika hivyo vitu niombe kwa ajili yako. Hiyo itakuwa ni damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, unanipata? Na mwili wa Kristo, alafu utashiriki meza ya Bwana. Alipokubali kufanya tendo hilo, amekunywa, amekula, sio sikuisikia tena. Maana niombe weka au sikuisikia tena ile simu. Sio umenipata? Baada ya muda ananipigia, ananiuliza, "Kwanza kipindi unaniombea nilikuwa wapi?" Kama hivyo akili zako zina matatizo. Yaani unaniambia ulikuwa wapi wakati mimi nilikuwa naambia, yaani mimi nimejikuta hapa nimeguka vumbi, sielewi. Nikamwambia mimi mwenyewe hata sielewi kwa sababu sipo karibu yako. Nini kilichotokea? Aliamini kwamba meza ya Bwana ni sehemu ya kuruhusu Mungu aingie kati ya hukumu miungu inayomsumbua. Wewe kama kuna mtu anakuletea mambo yasiyoeleweka na anatumia nguvu za giza, acha kupambana naye kweli kweli, acha kutukanana naye. Yaani ni udhaifu wa mlokole kuanza kutukanana na mtu eti. Mtu mmoja alinipigia simu wiki moja imepita, ananiambia, "Mtumishi, nataka mtu mmoja hapa asubuhi nikate vibao asubuhi nifanye." Anasema vipi? Anasema nimeamka asubuhi, huyu ni jirani yangu nimekuta amechukua uzi mweusi, ameufunga kuanzia mti mmoja kwenda mti mwingine, alafu mimi ndo napitaga hapo kwenda uani ili nikijikwaa mabaya yanipate. Sio umenielewa Uzi mweusi. Anasema ni hapo hali ni mbaya. Sijui unafanyaje? Nikamwambia mimi mwenyewe sijui cha kufanya hapo hivi. Hivyo unaogopa uzi au unafanyaje? Yaani huyo ana sifa, ameshafukuzwa nyumba kama ya 4 kwa mambo ya ushirikina. Ndo aniamini hapa mtaani kwetu. Wewe unaona anataka kunikaanga. Sio unaelewa hiyo biashara. Mtu hofu imepanda iko juu. Nikamwambia sasa cha kufanya kuna mawili. Amua kujitesa kwamba ujinyime mpaka chakula, na mimi kwenye kufunga na kuomba. Umenipata? Lakini nikamwambia njia nyepesi nyingine unaweza ukaifanya. Unaamini juu ya nguvu inayojifunua ya Roho Mtakatifu kupitia meza ya Bwana. Nikamwambia kama unaamini, ita familia yako, ongea nao maana ya nguvu iliyopo kwenye meza ya Bwana. Shirikini meza ya Bwana. Ila kipindi tunashiriki, sishiriki kimya, acheni mambo ya ajabu. Mwambieni baba tunashiriki meza ya Bwana. Lakini kuna Misri mmoja hivi na miungu yake wanaishi sana na sisi. Sisi hatuwezi kupambana nao, pambana nao wewe mwenyewe. Lazima wewe mtu ame nyumba. Sio kama naeleweka? Amen. Naeleweka? Amen. Naomba tusimame.